Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu baada ya kusikiza wale marafiki zake na kwenda kinyume na yale mambo alikuwa anamwambia, akasimamia laini za Mwenyezi Mungu, aliweza kumrejeshia kilichokuwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo natuambia ya kwamba alirudishiwa maradufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi unapitia hali gani. Angalia, weka focus yako kwa Mwenyezi Mungu. Ayubu baada ya kupitia yale yote alipitia, baada ya kuwa na marafiki ambao walikuwa wanamrudisha nyuma, walikuwa wanampa changamoto kumwambia ya kwamba hii hali unayopitia si hali ambayo ni ya mtu ambaye anasimamia Mungu. Yeye hakusikiza mtu yeyote. Aliweza kukaa katika laini za Mwenyezi Mungu. Aliweza kukaa katika utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanatuambia ya kwamba baada ya haya yote kutokea, Mungu aliweza kuamrisha wale marafiki tena waende kwa Ayubu, akaweze kuwaombea dua. Na wakati Ayubu alifanya hivyo, aliweza kurejeshewa mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Chochote alichokuwa amepoteza, maandiko yanatuambia alirudishiwa mara mbili. Alikuwa anarudishiwa double. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini tusiweke imani kwa Mungu? Kwa nini tusimwamini Mungu? Tuweze kuona mambo yetu yakibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka tusimamishe imani. Tusichoke hata kama mambo iko namna gani. Tuweze kusimamia tulenge Mwenyezi Mungu, na atakuwa upande wetu na atakuwa anatushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko katika kitabu cha Yeremia 1 pale mwisho inatuambia watatuinukia lakini hawatatuweza. Watatuinukia, vita nyingi zitainuka juu yako, zitainuka juu yangu, zitainuka juu yule mwingine, lakini kwa sababu Mungu atakuwa upande wetu, tutakuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusimamia laini za Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo litakuwa ngumu katika maisha yetu. Changamoto ni sawa zitatupata, lakini kwa sababu Mungu ako upande wetu, atakuwa anatupea ushindi. Mahali tutakuwa tunaona ni kuna ukuta, Mungu atakuwa anatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mwenye uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusimamisha imani, naye Mungu atakuwa nasi na atatuongoza kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome hiyo maandiko ndio niweze kumalizia hapo. Yeremia Yeremia 1 mstari wa 19. Yeremia 1:19 inasema nini? Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia ako upande wetu, ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuweze kusimamisha imani yetu, tuweze kusimamia laini za Mwenyezi Mungu, kwa maana anatuambia kwamba hako upande wetu, ako pamoja nasi. Hata vita zikiinuka namna gani, ako pale nasi ili atupe ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ako pale atupiganie ndio tukaweze kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatuna sababu yoyote ya kuwa na woga. Hatuna sababu yoyote ya kuogopa mawimbi yanapokuja katika maisha yetu, kwa sababu tuna Mungu mshindi ambaye anatuambia ya kwamba ako upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia ya kwamba hata vita zikiinuka, ako upande wetu atupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Atushindanie na atupe wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame na miguu yetu. Simama kama uko na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu anaenda kutenda jambo, ama kuna jambo Mungu amekutendea. Simama kwa miguu yako. Nataka tuombe. Na siku ya leo ukapata kutabiria maisha yako. Nataka kutabiria maisha yako. Nena jambo kuhusu maisha yako. Nena ile jambo ambalo nataka Mwenyezi Mungu akakufanyie. Tupate worship. Tupate worship. Eli wa mtumaini Bwana.
wamtumainie Bwana, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Wamtumainie Bwana, wamtumainie Baba, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Wamtumainie Bwana, wamtumainie Bwana, haleluya. Wamtumainie Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainie Yahweh, wamtumainie Yahweh, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Heri wamtegemea Baba, wamtumainie Baba, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Remember me, Almighty God. Remember me, oh Lord. Remember me, Almighty God. Remember me,